Jina yangu naitwa Edward Emmanuel Msabaha, ni katibu wa Chauma mkoa wa Tabora. Nilipokea au niliona barua ya mwenyekiti wangu wa mkoa wa Chauma ndugu James Kabepele, niliona jana kwenye mitandao ya kijamii akiuandikia umma au akiuhabarisha umma kwamba amenitengua ukatibu wa mkoa wa Tabora. Kwa nafasi yake kama mwenyekiti, alichokifanya nikana kwamba amefanya jambo ambalo hakufuata katiba ya chama. Tuma kubwa ambayo amezungumza kwamba amenituma kwamba mimi inaniondoa kuwa katibu wa mkoa, kwamba nilikuwa nafanya maamuzi bila kumshirikisha yeye. Sasa kuna jambo gani ambalo kaliandika hajasema, kwa sababu tulikuwa nafanya maamuzi bila kumshirikisha yeye. Nafikiri hakuna agizo ambalo lilitoka kwa katibu ambao halikufuata taratibu za chama. Nimekuwa nikipokea maelekezo siku zote kutoka katibu kwa mwenyekiti wangu wa mkoa, ndio nayafanyia kazi. Chauma ina katiba na taratibu za chama. Tukiangalia kwenye ibara ya 3A ya katiba yetu ya chama ya toleo ya 2012 inaainisha kuwa katiba ndiyo sheria mama. Hivyo katika kufanya maamuzi ya kitaasisi lazima misingi ya kikatiba ifuatwe, na pale ambapo katiba haifuatwi, wanaofuata matakwa yao wanakuwa wamefanya maamuzi batili na kuisigina katiba. Ndio kama hicho kifanya mwenyekiti wangu wa mkoa, ameisigina katiba bila kufuata katiba. Amefanya vitu ambavyo vya kimaamuzi ya kwake binafsi na kusingizia kwamba alikutana na wajumbe wa halmashauri ya mkoa kuniondoa mimi. Wajumbe ndio hawa ambao tunawaona hapa leo. Hawa ndio wajumbe ambao wangefanya maamuzi ya kumuondoa katibu wa mkoa kwenye mamlaka yake, lakini hata wao hawaishi hapo tu kwamba wanatoa tu, wanafanya mapendekezo. Mapendekezo yao yanakwenda halmashauri kuu. Kwa halmashauri kuu ndio ina uwezo wa kumuondoa katibu wa mkoa kwenye nafasi yake. Haki za mwanachama, ibara ya 11D, ni pamoja na kuwa na haki ya kujitetea mbele ya kikao cha chama kinachohusisha au kinachohusika katika malalamiko au madai yoyote. Ili mtu umuondoe, kama mimi ni kiongozi wa mkoa, ili uniondoe lazima unipe taarifa kwamba nimefanya 1, 2, 3, nimefanya hiki na hiki na hiki, unaniondoa kwa sababu nimefanya kosa hili na hili na hili. Baada ya hapo nipewe siku 10 naweza kujitetea. Nijitetee, niandike barua kujitetea, bwana nimeniondoa lakini mimi utetezi wangu ni huu. Baada ya hapo ikae halmashauri kuu au ikae kamati ya mashauri ya mkoa ndio wanaweza kuniondoa. Katika jamvi hili kumewekwa barua inayoainisha kumuondoa wanachama. Wameniondoa mpaka wanachama. Yaani wamenifuta uongozi, lakini pia wamenifuta mpaka wanachama. Yaani mwenyekiti amekuwa na mamlaka mpaka kunifuta wanachama. Nikirejea ibara ya 51A ya katiba, kupokea na kusikiliza rufaa kutoka halmashauri kuu ya taifa kwa ajili ya kuthibitisha au kubatilisha au vinginevyo, na ndicho kikao chenye maamuzi ya mwisho kwa rufaa zote. Kwa hiyo nikishajitetea huku imeshindikana, nitakata rufaa kwa halmashauri kuu ya taifa. Jamani, mimi nimetuhumiwa na viongozi wa mkoa, lakini mimi hicho kitu sikufanya, na hivyo wamesema kwamba wameamua kunitoa au wanaleta mapendekezo kwenu. Nitaandika halmashauri kuu ya taifa barua ya rufaa yangu na itasikizwa ndani ya siku 14. Baada ya hapo tutolewa maamuzi, ndipo utakapoishwa halmashauri kuu itaniondoa ama kunirudisha kwenye nafasi yangu kulingana na ibara ya 51A ya katiba ya chama. Mwisho mimi nizungumze au mwisho niseme tu kwamba mimi ni katibu halali kabisa wa mkoa wa Tabora. Hii ifahamike na hii lazima watu wajue. Katibu wa mkoa hajawahi kufanya kikao chochote bila kushirikisha mwenyekiti. Na sisi toka uchaguzi ulivyopita hatujawahi kukutana hapa. Na hiyo tarehe 6 inayosemwa hatuijui. Na huko kutenguliwa kwa katibu wa mkoa tumekuja wengine hatuujui, na amemtengua katibu wake hatufahamu. Taarifa hii ambayo ameitoa katibu wangu wa mkoa kwamba yeye ametenguliwa kuwa katibu wa mkoa, ndio nasikia hapa. Kikao hicho sikuhudhuria. Kama kulikuwa na kikao cha kumtengua katibu wetu